Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Karibu sana kwenye siku hii ya leo, siku ya 6 ya kufunga na kuomba. Siku ya 6 ya kuombea mahusiano na ndoa zetu. Umefanya uamuzi mzuri sana kuendelea kufunga, ikiwa leo ni siku ya 6 ya kufunga na kuomba, siku ya 6 ya kuombea mahusiano na ndoa yako. Nikukaribisha sana tuweze kuomba pamoja na kujifunza asubuhi ya leo. Kama wanisikiliza kwa mara ya kwanza, basi hakikisha una subscribe hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kupata masomo na mafundisho mbalimbali pindi tu ninapoyaweka hapa kwenye channel yangu ya YouTube. Karibu sana kwa siku njema ya leo. Napenda kuanza kujifunza na kuomba pamoja. Naomba nipate muda wa kuomba. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo hii ya 6 ya kufunga na kuomba. Mungu, asante kwa siku njema leo, asante kwa asubuhi njema leo. Mungu umetupa nafasi ya kuiona siku njema hii ya leo. Tunasema ni asante kwa fadhili zako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uweza wako. Mungu, wewe unastahili sifa, Mungu wewe unastahili kushukuriwa. Tunasema ni asante Mungu wa mbinguni, tunakutukuza kwa fadhili zako, tunakutukuza kwa uweza wako, tunakutukuza kwa nguvu zako. Asante Mungu, umetuamsha salama. Wewe Mungu unastahili sifa na utukufu. Pokea sifa za moyo wangu Mungu wa mbinguni, pokea sifa kwa kila mmoja Mungu wa mbinguni. Umemsaidia, umemtia nguvu, umemwezesha hata Mungu wa mbinguni ameweza kuamka salama. Tunasema Mungu wa mbinguni, asante kwa fadhili zako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uweza wako. Mungu wewe unastahili sifa, Mungu wewe unastahili kushukuriwa. Na kutukuza Mungu, tunakurudishia sifa na utukufu tukisema ni asante Mungu wa mbinguni. Umeweza Mungu wa mbinguni kutuamsha salama tangu wengine tulipopumzika, hata asubuhi ya leo tumeamka salama. Tunasema ni asante kwa siku njema leo. Tunahitaji kuona wako kwa siku hii ya leo, siku hii ya 6 ya kufunga na kuomba. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Tusaidie, tufundishe namna ya na mwingine hatujui tuombaje. Baba, tufundishe namna ya kuomba. Mfundishe huyu anayenisikiliza, aliyejiunga mahali hapa, mfundishe namna ya kuomba. Mungu wa mbinguni, tusaidie, tutangulie, tupiganie, tuwezeshe. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako na uweza wako. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako. Mungu, endelea kutupigania, endelea kutuwezesha, endelea kutusaidia. Baba, tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu, tufunike na nguvu zako. Mungu, tufunike na uweza wako. Asante kwa siku njema leo hii ya kuombea mahusiano na ndoa zetu. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako. Achilia uamsho Mungu kwenye ndoa zetu, achilia uamsho kwenye mahusiano yetu, tuweze kuwa kwenye mahusiano ambayo ya kupendeza wewe Mungu wa mbinguni. Tunahitaji kuona Mungu wa mbinguni ukitupigania na kutuwezesha kwa namna hiyo. Achilia uamsho Mungu wa mbinguni, uamsho kwenye ndoa zetu, uamsho kwenye mahusiano. Mungu wa mbinguni, tunahitaji ukatuongoze, utuongoze Baba, utuongoze kwenye kila hatua, utuongoze kwenye kila hatua. Mungu wa mbinguni, tunasema ni asante Mungu wa mbinguni. Muongoze kila mmoja katika kila hatua ambayo iko mbele yake. Umsaidie Baba, umwezeshe Baba, umtie nguvu Baba. Tunasema ni asante Mungu wa mbinguni. Tunakurudishia sifa na utukufu tukisema ni asante Mungu. Tufunike na nguvu zako, tufunike na uweza wako. Hata Mungu wa mbinguni, napoenda kujifunza hata na kuomba Mungu wa mbinguni, Roho Mtakatifu aweze kuwa juu yetu. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu ziweze kuwa juu yetu. Roho Mtakatifu aweze kushuka, Roho Mtakatifu aweze kutusaidia, Roho Mtakatifu aweze kututia nguvu. Hata Mungu wa mbinguni, Roho Mtakatifu atusaidie kuomba, atufundishe kuomba. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu
Mtakatifu, karibu kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu, karibu kwa huyo mtu anayenisikiliza. Roho Mtakatifu, karibu sana. Roho Mtakatifu, karibu sana kwenye maombi ya leo, kwenye kufunga ya leo. Utuongoze Baba, ututie nguvu, utuwezeshe. Hata Mungu wa mbinguni, na muombea huyo mtu anayenisikiliza. Mungu mtie nguvu na umwezeshe. Hata siku ya leo ya 6 ya kufunga na kuomba, zinabaki siku tu 2 na kesho tunamaliza. Mtie nguvu Baba, muwezeshe, msaidie. Mungu mtangulie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe hata asichoke njiani wala kuzimia njiani. Mungu muwezeshe, Mungu muwezeshe, Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu na afya njema katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila roho za magonjwa, na kwenda kinyume na kila ila za shetani katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila roho za magonjwa, roho za kumzuia kumaliza siku 7, na kemea kwa jina la Yesu. Haitakuwepo roho yoyote ya kumzuia katika jina la Yesu, bali Mungu utamsaidia, bali Mungu utamtia nguvu, bali Mungu utamwezesha. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako zaidi ya yote. Mungu wa mbinguni, ninamuombea huyu ndugu aliyeamka. Mungu wa mbinguni, ameamka asubuhi kwa ajili ya kuomba. Yeyote ambaye ananisikiliza muda huu, na kuombea baraka zako. Mungu shughulika na mahitaji yake, Mungu shughulika na mahitaji yake. Hebu mshukuru Mungu tu asubuhi ya leo. Hebu mshukuru Mungu kwa siku njema leo. Mwambie Mungu nakushukuru, Mungu nakushukuru kwa siku ya 6. Mungu nakushukuru umenitia nguvu. Nami nakuombea wewe ambaye umeweza kujiunga nasi, yeyote aliyeweza kujiunga nasi asubuhi ya leo na atakayejiunga na sisi, Mungu mbarikie, mpe haja ya moyo wake. Najua anayo mahitaji mengi. Mungu shughulika nayo, Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, umpatie mahitaji yake, umwezeshe mahitaji yake. Utazame moyo wake wa kujitoa. Ameamka asubuhi kwa ajili ya kuomba. Mungu utazame moyo wake wa kujitoa, utazame moyo wake wa kujitoa. Mungu umsaidie, Mungu umtie nguvu, Mungu umwezeshe katika jina la Yesu. Na muombea Mungu wa mbinguni, baraka za Mungu zitembee na yeye, baraka za Mungu ziambatane na yeye. Mungu umsaidie, Mungu umtangulie, Mungu umpiganie, Mungu umwezeshe, Mungu umsaidie katika jina la Yesu. Tunakataa kila za shetani, kila za uharibifu. Hazina nafasi, hazitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nafahamu analojitaji la moyo wake. Mungu kamtendee, Mungu kamtendee. Yeyote ananisikiliza, Mungu kamtendee. Atakayenisikiliza, yeyote ambaye atatenga muda wake kunisikiliza, Mungu kamtendee. Ukampe haja ya moyo wake, haja ya moyo wake. Mwingine anahitaji ndoa, mwingine Mungu wa mbinguni anahitaji amani kwenye ndoa yake. Mungu rejesha kila kilichopotea. Rejesha Mungu wa mbinguni. Mungu msaidie, Mungu mtangulie, Mungu mpiganie, Mungu muwezeshe katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila za shetani, kila ngome za giza, na kwenda kinyume nazo kwa jina la Yesu. Hazina nafasi. Kila mpango wa adui, kila mpango wa shetani hautafanikiwa juu ya huyo mtu anayenisikiliza katika jina la Yesu. Mungu muwezeshe, Mungu msaidie, mpe nguvu mpya. Hata hizi siku 2 aweza kuzimaliza kwa kishindo. Mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya katika jina la Yesu. Mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya ya kusonga mbele, mpe nguvu mpya ya kuendelea mbele. Tunakataa kurudi nyuma katika jina la Yesu. Tunakataa kurudi nyuma katika jina la Yesu. Mungu msaidie, Mungu mtangulie, Mungu mpiganie na umwezeshe katika yote. Ninamkabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Mungu shughulika naye, Mungu msaidie katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru Mungu. Asante kwa asubuhi njema leo katika jina la Yesu. Amen. Hongera sana ndugu yangu. Hayo yalikuwa ni maombi ya ufunguzi tu. Hongera sana wewe ambaye umeweza kuamka mapema kwa ajili ya siku ya leo ya 6 ya kufunga na kuomba. Na leo tunaombea
maombi kwa ajili ya uchumi na mipango, maombi kwa ajili ya uchumi na mipango yenu ya baadaye. Manake kwenye mahusiano sasa naombea uchumi na mipango yenu ya baadaye. Mungu aweze kuwatangulia, Mungu aweze kuwapigania, Mungu aweze kuwawezesha. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba kwa habari ya pesa. Lakini kwa mwanandoa tunaombea maombi kwa ajili ya uchumi wa ndoa yako. Uchumi wa ndoa yako. Lakini wewe ambaye upo kwenye mahusiano au hauna mahusiano, ni uchumi kwa ajili ya ndoa yenu tarajiwa. Unaona? Kwa hiyo ni jambo zuri sana kuombea mambo ya uchumi, mambo ya pesa. Kwa hiyo uchumi wa ndoa tutaangalia, tutajifunza na tutaingia kwenye kuomba. Uchumi wa ndoa yako ni muhimu sana. Ni muhimu sana kuwa imara, sababu familia inahitaji matunzo kila siku, na matunzo yanahitaji pesa. Adui akiona kwingine ametukosa, atakuja kupiga uchumi wa familia yako ili mtetereke na ndoa ivunjike. Hivyo hili ni eneo muhimu sana la kuombea. Hata mahusiano taangalia. Katika jukumu la kutunza familia, yani mke na watoto, ni jukumu la moja kwa moja la mwanaume. Hivyo mwanamke, muombee sana mume wako, kipato chake kiweze kuwa imara ili aweze kuitunza familia katika hali zote. Nafahamu zipo familia ambazo mume na mke wote wana kazi, hivyo ni lazima kuombea kipato cha mke kiweze kuwa imara kwa ustawi wa familia pia. Kwa hiyo ni vizuri kuombea. Ni kweli nyie mtapendana. Ni kweli nyie mtapendana. Lakini wanasema upendo hautalipa bills. Mtaenda hotelini, mtanunua chakula, mtakula, lakini huo upendo hautaweza kulipia hizo gharama. Kwa hiyo lazima pesa iweze kutolewa. Utaoa ndugu yangu, utafunga ndoa, utaingia kwenye ndoa. Ni kweli unampenda mke wako, lakini hata kula upendo wako anahitaji kula chakula. Umnunulie chakula kiwepo ndani. Yote hayo yanahitaji pesa. Ukisikia kwamba at least mwanaume ambaye anakwenda kuoa awe ana chanzo cha kipato. Kwa nini lazima awe na chanzo cha kipato? Kwa sababu maisha ya ndoa pia yanahitaji kipato. Yanahitaji pesa. Yanahitaji pesa. Mtapata watoto, mahitaji ya watoto nani atatoa? Kwa hiyo utajikuta mna maisha tu magumu ambayo hayafai. Kwa hiyo ni vyema kujiandaa na kuombea haya mambo mapema, ili Mungu akusaidie. Kwa hiyo kwa nyie ambaye mpo kwenye mahusiano, mnaombea uchumi na mipango yenu ya baadaye. Uchumi wa mwenza wako mtarajiwa ni muhimu sana kuwa imara, kwa sababu kwenye ndoa familia inahitaji matunzo kila siku, na matunzo yanahitaji pesa. Kumbuka, bili za nyumbani hazitaweza kulipwa na upendo tu, bali pesa inahitajika. Mwanamke, muombee mwanaume wako kwenye hili eneo, maana hali yake ya pesa ikiwa nzuri, basi ataweza hata kulipa gharama zote za mahari na kugharamikia mwanamke kwenye matukio yote ambayo anapaswa kufanya hivyo. Mimi nimeona mwanaume ambaye anaahirisha mara kwa mara kwenda kulipa mahari kwa upande wa mwanamke, kwa sababu tu hakuwa na pesa. Kuwa na pesa tu kunamfanya achelewe kuoa. Kwa hiyo pesa ni muhimu sana, kwa sababu unatakiwa utoe mahari. Ndugu yangu, wewe mwanaume, mahari unaitoa na nini kama una pesa? Unaona?
Kwa hiyo na lazima kila mwanaume kuwa na chanzo cha kipato chake ambacho kinamuingizia pesa. Kwa mwanamke, muombe mwanaume wako kwenye hili eneo, maana hali yake ya pesa ikiwa vizuri, basi ataweza kulipa gharama zote za mahari na kugharamikia mwanamke kwenye matukio yote ambayo anapaswa kufanya hivyo. Usisubiri muingie kwenye ndoa ndio uanze kuombea uchumi wa ndoa yako, bali unapaswa kuanza sasa. Katika jukumu la kutunza familia, yani mke na watoto, ni jukumu la moja kwa moja la mwanaume. Hivyo mwanamke, muombe sana mume wako mtarajiwa kipato chake kiweze kuwa imara, ili aweze kutunza familia katika hali zote mtakapoingia kwenye ndoa. Unaona, katika hali zote. Kwa hiyo ndugu yangu, ni muhimu sana kuwa na chanzo cha uhakika. Tena sio chanzo tu, chanzo cha uhakika cha kipato chako kabla ya kuingia kwenye ndoa ni nzuri sana. Kwa sababu aidha mwisho wa siku utaishia kutunzwa na wazazi wako. Hasa ndugu yangu, uingie kwenye ndoa alafu wazazi wakusaidia kutunza mke, kweli haifai. Kwa hiyo wewe mwenyewe mwanamke, muombe mwanaume wako, mfundishe, mwambie fanya hivi. Kama hata hana kazi, kama hajaajiriwa, unaambia fanya hivi, mfundishe biashara. Usikubali kuwa naye na hana chochote, hakuna chochote cha kumuingizia pesa. Lazima afanye kitu. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana na ni lazima kuwa na chanzo cha pesa kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Mambo hizo pete atanunua na nini? Pete ni gharama, atanunua na nini? Hata nguo yake ya kuvaa siku tu ya engagement atavaa na nini? Kwa hiyo pesa inahitajika kuleta mahari, siku ya harusi, gharama za kumvalisha bibi harusi atazitoa wapi? Lazima pesa. Siku ya send off mwanamke unahitaji pesa. Kwa hiyo pesa ni muhimu sana. Licha ya kwamba tunamuomba Mungu katika mambo mengine yote, tusiache kumuomba Mungu kwa habari ya pesa. Mwanamke, una Mungu, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, lazima mfukoni pako pia pawe na pesa. Mwanaume, Yesu moyoni, lakini mfukoni lazima pesa iwe vizuri, uchumi uwe vizuri, sio na roho, sio na madeni tu. Upo kwenye mahusiano madeni, ndugu yangu, na mwambie mwenzako. Kama una madeni, mwambie mwenzako. Muulize wewe mwenzako kabla mnaingia kwenye ndoa, je, ndugu yangu, unao madeni yoyote? Au ni moja ya maswali ya msingi sana ya kumuuliza mwenzako kabla ya kuingia naye kwenye ndoa. Je, una madeni? Kama mwenzako ana madeni ya kutosha, mnaingia kwenye ndoa, ni mwendo wa kuanza kulipa madeni baada ya kuendelea na maisha mbele. Kwa ni vyema ukafahamu ili uweze kukabiliana nalo mtakapoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo ndugu yangu, pesa ni muhimu sana. Kwa hiyo tutaombea maeneo mbalimbali, Mungu aweze kufungua milango. Zaidi ya yote, Mungu afungue ufahamu wa huyo mwenzako kwa habari ya kazi. Afungue ufahamu. Ni jambo gani atafanya, jambo gani anafanya. Mungu amsaidie, Mungu amtangulie, Mungu ampiganie. Kwa hiyo ni lazima kuwa na pesa. Uchumi wako uweze kuwa imara. Mtapata mtoto, utamtunzaje mtoto? Una pesa, mwisho wa siku utashangaa ni ndoa ya mateso. Ni ndoa kweli, utavumilia. Kuna mambo yanavumilika, sawa, kuwa na chanzo kama kidogo, lakini unavumilia. Mwanamke atavumilia pale, labda sasa ni kwamba kitu kipo, lakini kuna muda mwingine vitu vinakuwa labda haviji vinavyotakiwa, ni sawa, lakini sasa hakuna kabisa pesa, mnatazamana huko ndani, kweli mambo yatakuwa tu magumu. Kwa hiyo mwambie Mungu akusaidie mambo ya pesa yakae vizuri. Upo kwenye mahusiano, unashangaa mwanaume wako ambaye upo naye kwenye mahusiano hapendi kufanya kazi, mfundishe na pema kufanya kazi. Mwambie unatakiwa ufanye kazi. Kama amesoma basi apply, atafute kazi. Na kama hata hapati kazi, ajiajiri, atafute kitu cha kufanya.
Usikubali kuwa ukawe na mtu wa mahusiano na yeye hana kazi maalum, yupo tu. Ni hatari sana. Kwa hiyo tutaangalia baadhi ya miongozo, mambo ya kuombea. Ombea kibali juu ya kazi ya mwenza wako mtarajiwa, mwenza wako, kazi yoyote anayoifanya inayomuingiza kipato. Wewe muombee tu, muombee Mungu ampe kibali. Wewe mwanaume, muombee huyo mume wako anapotoka asubuhi kuelekea kazini. Muombee. Mimi nakufundisha. Wewe si umeolewa, una mume wako mpo ndani, muombee. Asubuhi akiwa anatoka kwenda kazini, mwambie njoni kuombea mume wangu. Unamuombea kibali kazini, unamuombea ulinzi, Mungu aweze kumlinda na kumrudisha salama. Unamuombea Mungu akupe kibali kwenye kazi zako, unamuombea. Kwa kila siku hakikisha unamuombea mume wako kabla ya kwenda kazini. Ni baraka sana. Mwanamke, mwanaume, baraka zake zingine zipo kwa mke wake. Wewe mtamkie maneno mazuri, mtie moyo, usimvunje moyo. Muonyeshe ya kwamba upo na yeye kwenye hizo ndoto zake kubwa, uko pamoja na yeye. Kwa hiyo jifunze kumuombea mwenzako. Wewe ambaye upo kwenye mahusiano, muombee huyo mwenzako. Kama anafanya kazi, mpigie simu, mwamshe, mwambie na kuombea uwe na kazi njema hivi na hivi, lakini hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo pata muda wa kumuombea. Muombee. Maombi ni zawadi nzuri sana kwa watu ambao tunawapenda. Kwa hiyo usiache kumuombea huyo mtu ambaye unampenda. Usiache kumtaja huyo ndugu ambaye unampenda. Usiache kumuombea. Muombee tu. Usiache kumtaja kwenye maombi. Maombi ni lugha ya upendo, ya kuonyesha kama unampenda mtu fulani kwenye mahusiano na hata kwenye ndoa. Kwa hiyo usiache kumuombea. Muombee kibali juu ya kazi yake, muombee kibali kwenye kila eneo la maisha yake. Mungu amsaidie, Mungu amtangulie, Mungu ampiganie, muepushe. Siku hizi kuna mambo mengi sana. Mtu akitoka asubuhi akirudi jioni salama na mshukuru Mungu. Ajali yuko barabarani, muepushe na ajali. Sana mume wangu au mke wangu hatopata ajali. Wengine wake zao ni wafanya biashara wakubwa, wengine wake zao wameajiriwa. Wewe basi mwanaume, muombee. Muombee kabla hajaacha wivu. Mke wako huyo anatoka asubuhi, anajiandaa kwenda kazini, mwambie njoo mke wangu nikutamkie baraka. Unamshika, unamuombea. Ni namna nzuri sana. Natamani kila mmoja aweze kuitendea kazi kumuombea mwenzako kabla hajatoka. Mtamkie maneno. Akiondoka na hujafanya hivyo, basi muombee kwa muda wako. Muombee tu. Na mwingine wanaume wanapitia vitu vizito vingi. Mwanamke, muombee, mbebe kwenye maombi. Mbie Mungu msaidie huyu mume wangu. Mungu msaidie huyu mume wangu mtarajiwa. Jua kupitia kazini, Mungu msaidie, mpe kushinda, muwezeshe, umtangulie, umpiganie na umuwezeshe aweze kushinda hizi changamoto. Unamuombea. Kwa hiyo ni vyema sana kuomba. Kwa hiyo omba kibali juu ya kazi ya mwenza wako au mwenza wako mtarajiwa. Kazi yote anayofanya inamuingizia kipato, mwambie Mungu ampe kibali kwa wateja, majiri wake. Muombee wateja waongezeke kwa wingi, kwa kasi. Tunaona Mwanzo 39:2. Anasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Kwa Mungu alitembea na Yusufu, naye akastawi, akamstawisha. Kwa hiyo ombea kibali. Muombee mume wako, muombee huyo mume wako mtarajiwa. Muombee Mungu ampe kibali, Mungu amtangulie, Mungu ampe kibali. Kwenye mambo yake yote Mungu ampe kibali. Kwenye biashara zake Mungu ampe kibali. Mwambie Mungu ingilia kati, mpe kibali. Muombe kibali cha kimungu kitembee na kuambatana na yeye. Kibali ni muhimu sana.
kibali, wateja wafurike wajae kwenye hiyo biashara. Mungu umpe kibali. Omba kibali juu ya mwenza wako mtarajiwa. Omba kibali juu ya huyo mwenza wako. Mwambie Mungu, ninaomba kibali juu ya haya yote. Kibali kitafungua milango mingine. Kibali kitafungua milango ambayo ilikuwa imefungwa. Kibali hicho ni kwamba sio kwamba unastahili kupata, lakini Mungu anaamua kukustahilisha. Hiyo ndo maana ya neema na kibali. Si kwamba ati unajua sana au unaweza sana, bali Mungu ameamua tu kukustahilisha. Kwa hiyo umestahilishwa, nami nakuombea Mungu akustahilishe popote kwenye kwenye maisha yako, kwenye mahusiano yako, kwenye ndoa yako. Mungu akustahilishe, na zaidi ya yote upatie mtu mzuri. Kwa hiyo hebu muombe Mungu kibali juu ya huyo mwenzako. Mungu ampe kibali kwenye kazi zake na biashara zake. Jambo lingine, ziombee pesa nazolipwa. Mungu awasaidie ziweze kuzaa matunda na zisiishie kwenye magonjwa, madeni. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Pesa hizi hazitaishia kwenye madeni na magonjwa. Muombe. Muda mwingine mwanaume wako achukui hatua ya kufunga ndoa na wewe, au unaosema bwana, huyu mwanaume haji nyumbani kuzungumza habari ya mahari. Kumbe mwanaume wako anachekecha kichwa, hakuna pesa, anapambana kutafuta pesa. Kwa hiyo hebu muombe. Muombe tu. Hebu mtaje kwenye maombi yako. Muombe. Usiache kumuombea. Ziombee pesa anazolipwa. Sije kawa anashika pesa lakini anazitapanya. Mfundishe. Mwambie Mungu, pesa zetu hazitaishia kwenye madeni wala magonjwa. Kataa kwa jina la Yesu. Muombe akili nzuri kwenye kazi zake. Muombe aweze kuwa na akili nzuri, aweze kuwa ni smart. Wewe mwenyewe ni furaha kwako ukisikia habari ya mume wako mtarajiwa au mume wako kwamba ana akili sana kazini, anafanya vizuri kazini. Naamini utafurahi kwa sababu ni sehemu ya wewe kumuombea. Ni maombi yako unamuombea, ndio? Kwa hiyo muombea awe na akili nzuri kwenye kazi zake, biashara zake na mambo yake yote. Muombea mwenza wako aweze kuwa na akili nzuri katika kazi zake siku zote. Mungu ampe kuwa kichwa na sio mkia popote atakapo katika kazi na miradi yake, akapata kupamiliki. Mungu amsaidie. Mithali 3:4 nasema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Zaburi 18:1 nasema, wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana. Bwana, sisi ni nguvu zetu. Kwa hiyo hebu jiandae kuomba. Jiandae kumuombea huyo mwenza wako. Jiandae kuombea hayo mahusiano yako. Mungu aweze kuingilia kati. Mungu aweze kuingilia kati. Kila kitu kiende vizuri. Kila kitu kiende vizuri. Tunaombea uchumi na kazi kwa wenza wetu, kwa wale watu ambao tuko nao kwenye mahusiano. Kwa hiyo tutaomba sana. Tutaomba na Roho Mtakatifu atakuongoza zaidi na zaidi. Kwa usimfungie wala kumbania Roho Mtakatifu. Omba kadri atakavyokuongoza. Omba zaidi. Omba, usiache kuomba. Mungu katie mahali pa juu palipoinuka. Asante kwa saa njema na muda mzuri. Asante kwa ajili ya siku ya 6 ya kufunga na kuomba. Mungu, tunakuja mbele zako. Tunasema ni asante Mungu wa mbinguni. Wewe Mungu unastahili sifa. Wewe Mungu unastahili kushukuriwa. Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa ajili ya kuyaombea mahusiano yetu na ndoa zetu, kwa habari ya uchumi na kazi ambazo wanazifanya. Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele zako. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako hizo na uweza wako huo. Mungu wa mbinguni,
ututangulie na kutupigania. Tunaalika nguvu zako na uweza wa Roho Mtakatifu uweze kuwa juu yetu. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako na uweza wako. Mungu utusaidie, Mungu utupiganie, Mungu utuwezeshe. Ninamuombea hata huyu ndugu ambaye anaenda kuanza kuomba. Mungu msaidie, mpe kuomba, msaidie Mungu wa mbinguni. Mungu msaidie kwa habari ya kuomba. Mungu umsaidie, umtangulie na umpiganie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako na uweza wako na mwongozo wako ukitupigania na kutuwezesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, tunahitaji nguvu zako mahali hapa. Tunahitaji uweza wako mahali hapa katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, utusaidie. Mungu tusaidie. Tunakwenda kuombea juu ya kibali, juu ya kazi ya mwenza wako mtarajiwa, juu ya kazi ya huyo mwenza wako. Embu tuombe, mwambie Mungu ampe kibali huyo mwenza wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunahitaji kuona uweza wako na nguvu zako. Ninamuombea huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu, tazama juu ya mume wake, juu ya mke wake. Mungu, mpe kibali juu ya kazi yake anayoifanya. Mungu, mpe kibali. 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 Umwezeshe, umsaidie. Mpe kibali, mpe kibali, mpe kibali, mpe kibali, mpe kibali, mpe kibali kwa jina la Yesu. Namuombea kibali, namuombea kibali. Mungu, umpe kibali. Mungu, umpe kibali kwenye kazi zake. Umpe kibali kwenye kazi zake katika jina la Yesu. Namuombea Mungu, mpe kibali. Namuombea Mungu, mke au mume wa huyo mtu anayenisikiliza. Mpe kibali kwenye kazi zake. Mpe kibali kwenye kazi zake. Mungu, mpandishe zaidi. Mungu, mpandishe zaidi. Embu ombea kibali kwa huyo mume wako. Embu ombea kibali kwa huyo mke wako. Ombea kibali kwa huyo mchumba wako. Ombea kibali kwa huyo mchumba wako mtarajiwa. Ombea kibali kwa huyo mume wako mtarajiwa katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ukaonekane. Mungu wa mbinguni, ukasimame. Na muombea kibali, ukamtangulie na kumpigania katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, ukaonekane. Mungu wa mbinguni, ukashuka. Naomba kibali cha kimungu kiweze kushuka. Mungu wa mbinguni, kibali cha kimungu kiweze kuwa juu yake katika jina la Yesu. Mpe kibali kama ulivyompatia Yusufu kibali katika jina la Yesu. Kibali kwenye kazi zake. Nafahamu anafanya biashara. Mungu, msaidie. Mpe kibali kwenye biashara zake. Mpe kibali, mletee wateja wengi zaidi. Mpe kibali mpaka yeye mwenyewe aseme imekuwaje namna hii kwenye biashara zake. Wateja wakafuriki kwa wingi kwenye biashara zake. Wateja wakafuriki kwa wingi. Mungu, muinulie wateja wa kutosha. Mungu, muinulie watu wa kununua bidhaa zake katika jina la Yesu. Mungu, muinulie watu. Mungu, muinulie watu katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila roho ya adui inayokula na kushambulia. Haina nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Haina nafasi hiyo roho inayokula na kushambulia. Haina nafasi katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ingilia kati. Mungu wa mbinguni, ingilia kati. Tunahitaji kuona nguvu zako. Tunahitaji kuona uweza wako. Mungu wa mbinguni, msaidie. Mungu wa mbinguni, mtangulie. Embu omba kibali. Anakueleza mengi huyo mume wako mtarajiwa. Anakueleza mengi huyo mwenza wako mtarajiwa. Anakuambia mengi ya kazini kwake. Embu muombe kibali. Embu muombe kibali. Mwambie Mungu, mpe kibali. Mume wangu, mpe kibali. Kazini kwake, mpe kibali katika jina la Yesu. Omba kibali cha Mungu kitembee na yeye. Kibali cha mume wako ndio kibali chako. Muombe kibali cha kimungu. Mafanikio ya mume wako ndio mafanikio yako. Mafanikio ya mke wako ndio mafanikio yako. Muombe kibali. Muombe kibali. Muombe kibali. Mungu shughulike naye. Mungu zungumze naye katika jina la Yesu. Embu muombe kibali. Embu muombe kibali. Kibali kwenye kazi zake, kwenye biashara zake, kwenye shughuli zake. Mungu umfanikishe. Mungu umtangulie. Mungu umpiganie. Mungu muwezeshe. Mpe kibali. Mpe kibali. Mpe kibali. Mpe kibali katika
katika jina la Yesu. Mpe kibali cha kimungu kitembee na yeye. Mungu wa mbinguni utamsaidia, Mungu wa mbinguni utamtangulia, Mungu wa mbinguni utampigania katika jina la Yesu, na kwenda kinyume na kila nguvu za giza na kila uharibifu, kila roho za shetani ambazo zinafuatilia biashara za wenza wetu, biashara za watu tunaowapenda ili kutuharibia, na kemea kwa jina la Yesu. Hazina nafasi. Kila mpango wa adui, kila mpango wa uharibifu hauna nafasi katika jina la Yesu, bali Mungu kaonekane, bali Mungu kasimame. Tunahitaji kuona uweza wako na nguvu zako. Mungu wa mbinguni mtangulie, Mungu wa mbinguni mpiganie, Mungu wa mbinguni muwezeshe na umsaidie kwa habari ya kibali, kwa habari ya kibali. Mungu kamtendee zaidi, ukamtendee zaidi, ukamtendee zaidi katika jina la Yesu. Asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya kibali. Tunaomba Mungu wa mbinguni juu ya pesa anazolipwa, pesa zozote anazolipwa mwenza wako, pesa zozote zile anazolipwa mwenza wako, pesa zozote zile anazolipwa huyo mke wako, huyo mume wako, huyo mtu ulipo naye kwenye mahusiano. Hebu ombea pesa anazolipwa, pesa zake zisiishie kwenye madeni, pesa zake zisiishie kwenye madeni, zisiishie pabaya katika jina la Yesu, zisiishie kwenye magonjwa katika jina la Yesu. Mungu tunakiri ushindi na uzima. Pesa anazolipwa huyo mwenza wako, pesa anazolipwa wewe mwenyewe, Mungu wa mbinguni, hazitaingia kwenye uharibifu, hazitaingia kwenye uharibifu. Ombea hizo pesa anazolipwa zisiishie kwenye madeni, zisiishie kwenye kukopa, zisiishie kwenye uharibifu. Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu wa mbinguni msaidie na kuombea. Hebu simama imara, sema naziombea pesa anazolipwa mume wangu, Mungu wa mbinguni zikatumike kwenye njia nzuri. Ndio maana muda mwingine zisipotumika kwenye njia nzuri utashangaa madeni na kila namna yote uharibifu haiishi, kwa sababu kuna mmoja anatunza, kuna mwingine ambaye yeye hataki mambo ya matunzo. Kwa hiyo kaeni zungumzeni. Mungu awasaidie, Mungu awasaidie, Mungu awasaidie katika jina la Yesu. Ombea hizo pesa anazolipwa huyo mwenza wako. Hebu shika huo mshahara, hebu uombe kwamba hautaisha haraka. Mungu atawasaidia, mtakuwa na mipango, mtakuwa na bajeti. Mwambie Mungu awasaidie, muenende katika mipango ya matumizi ya kila siku. Mwambie Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Pesa zenu muweze kuona wapi zinaenda na sio amjui zinaendaga wapi. Kataa kabisa hiyo roho kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ziombe pesa anazolipwa. Kataa pesa zako kuhusika na mambo mengine. Mwambie Mungu akusaidie, Mungu awawezeshe, Mungu awasaidie katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni wasaidie, Mungu mtangulie katika jina la Yesu. Ombea hizo pesa anazolipwa huyo mwenzako. Hebu ziombe. Roho ya madeni sitamalaki, roho ya madeni siwatawale. Mwambie Mungu akusaidie, mwambie Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Tunahitaji kuona nguvu zako na uweza wako. Mungu onekana. Muombe akili nzuri kwenye kazi zake. Mungu onekana. Na muombea huyu mke wangu. Mungu akili nzuri kwenye biashara zake. Hebu muombe na wewe. Muombe huyo mke wako, muombe huyo mwenza wako, yule ambaye upo naye kwenye mahusiano kuelekea kwenye ndoa. Hebu muombe awe na akili nzuri. Hebu unajisikiaje pale ambapo umemuombea mke wako na anaenda kazini, anasifiwa kwamba anafanya vizuri, ni mfanyakazi bora? Unajisikiaje wewe mwanamke unamuombea mwanaume wako na unashangaa siku moja anafanya kazi vizuri, anaambia wewe ni mfanyakazi bora kazini? Hebu pata picha, inakuwa ni nzuri sana. Hebu pata picha hiyo na uingie kuomba. Pata hiyo picha na uingie kuomba, upate mzigo wa kuomba katika jina la Yesu. Mungu asaidie, Mungu atangulie. Hebu ombea akili ya huyo mwenzako, iombe hiyo akili. Mungu ampe akili njema, Mungu ampe akili njema. Hebu ombea akili yake,
msaidie asipende starehe. Kemea roho za kupenda starehe, kemea kwa jina la Yesu. Na fahamu wengine mpo kwenye mahusiano, hebu mshauri huyo mwenzako. Muda mwingine hata mkienda sehemu ambayo ni ya gharama, mnaweza mkatumia kidogo, mkajifunza kutumia. Usiwe ni mtu ambaye ni kuponda ponda tu. Madam ni mwanaume kanunua, hauna uchungu na hiyo pesa. Anza kuwa na uchungu na pesa ya mume wako mtarajiwa wakati mpo kwenye mahusiano. Hebu chukia ambapo inatumika vibaya katika jina la Yesu. Usikubali hata kidogo, Kwa hiyo embu ombea hili swala, muombe huyu, ombea Mungu, ombea mambo yenu ya pesa kabla ya ndoa, kwa sababu mnayahitaji tu. Embu muombe, mtamkie baraka, mtamkie wewe ni mshindi. Embu tamka baraka. Mungu wa mbinguni mtangulie huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu wa mbinguni msaidie, na muombea Mungu umuwezeshe. Mungu msaidie juu ya mwenza wake mtarajiwa. Tazama anafuja pesa. Mungu msaidie asifuje pesa katika jina la Yesu. Asifuje pesa katika jina la Yesu. Mungu msaidie, Mungu mtangulie, Mungu mwezeshe. Ombea uchumi wake, asikope eti kwa sababu ya harusi. Mwambie ajiandae, asije kujiingiza kwenye madeni kwa ajili tu ya siku moja. Embu mwambie ajiandae mapema. Embu mwambie ajiandae, mkumbushe, lakini usiache kumwombea, lakini usiache kumtaja katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, na mtaja Mungu wa mbinguni, ukaonekane, ukasimame katika jina la Yesu. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu gusa mahitaji yake, hata kwa habari ya kila roho ya magonjwa inayomfuatilia huyu mwanamke anayenisikiliza, na ikemea ipate kuondoka, ipate kushindwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu achilia ulinzi wako, Mungu achilia afya njema. Tunaachilia hata afya njema juu ya hao wenza wetu, juu ya hao wake zetu, juu ya hao waume zetu. Embu achilia afya njema ikiwa vizuri, afya ikiwa nzuri, hata utataji pesa utakuwa mzuri. Muombe hiyo afya yake, Mungu ampe afya njema. Tunakataa kila roho ya magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Afya njema juu yake, afya njema juu yake, afya njema juu yake. Mungu tunaachilia afya njema, Mungu tunaachilia afya njema. Mungu umsaidie, Mungu umtangulie, Mungu umpiganie. Afya njema juu yake, afya njema juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, afya njema juu yake, afya njema juu yake katika jina la Yesu. Mungu ingilia kati katika jina la Yesu. Nasema ni asante kwa fadhili zako, asante kwa nguvu zako. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu wa mbinguni mtangulie. Embu endelea kuomba, usiache kuomba. Embu tamka neno kwa habari ya ndoa yako, tamka neno. Muombe hiyo afya yake ikiwa imara, ndipo ambapo ataongeza uzalishaji wake wa pesa. Embu muombe, mwambie tufanye hivi kitu kizuri. Embu muombe katika jina la Yesu Kristo. Muombe, usiache kumtaja, usiache kumuombea. Muombe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu asante kwa nguvu zako, asante kwa ajili ya maombi ya leo. Mungu wa mbinguni, lazima tuombe. Embu omba, muombe huyo ndugu yako katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na kila nguvu za giza, kila uharibifu kwa jina la Yesu. Roho za madeni ambazo zinafuatilia wengine, roho zao za madeni ni roho za kurithi, zinafuatilia kwa sababu wazazi walikuwa ni watu kukopa. Basi hiyo roho inawafuata hadi watoto. Tunakemea hiyo roho kwa jina la Yesu. Roho inayofuatilia kupitia familia, eti ya kwamba mbaki ni watu wa madeni, wengine hadi wanauza nyumba, wengine hadi wanaacha kazi. Kataa hiyo roho, sema
kataa hiyo roho, haitakufuata. Roho ya kifamilia ya kurithi, kataa kwa jina la Yesu. Ndio maana ya kwamba kataeni roho ya madeni, kataeni roho ya madeni, kataeni roho ya madeni kwa jina la Yesu. Kataeni roho ya madeni, kataeni roho ya madeni kwa jina la Yesu. Kataeni roho ya madeni, haina nafasi juu yenu. Mungu asaidie, Mungu asaidie roho ya madeni isipate nafasi kwenye maisha yao. Roho ya madeni ipate kushindwa kwa jina la Yesu. Mungu asaidie, Mungu atangulie, Mungu apiganie katika jina la Yesu. Naombea mambo ya uchumi, mambo ya kazi zetu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu wa mbinguni mtangulie, Mungu wa mbinguni mpiganie, muepushe na kila roho ya madeni. Ewe roho ya madeni uliyeingia kwenye ndoa ya huyu mtu, Mungu wa mbinguni tunaikemea na kuiondoa, haina nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni ukaonekane, Mungu wa mbinguni ukashuke. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu wa mbinguni onekana. Na waombea Mungu hawa ndugu wengine hawana kazi, Mungu afungulie milango ya kazi. Muombea huyo mume wako, Mungu amfungulie milango ya kazi. Nafahamu unakesha ukimuombea, hebu muombe mume wako, muombe huyo mchumba wako, Mungu amuwezeshe, amfungulie milango aweze kupata kazi. Usiache kumuombea sehemu mbalimbali, hebu muombe. Unafahamu ya kwamba huyo mume wako, huyo mke wako, huyo mtu wako ana vigezo vya kupata kazi. Hebu muombe aweze kupata kazi. Msaidie kufanya application kama tulivyoomba ya kwamba Mungu wa mbinguni yeye afanye tu application na aendelee kuomba. Mungu atamtendea, Mungu atamtendea. Popote ambapo kuna eneo la kazi wanahitaji mtu, alikopeleka barua ataitwa kazini, ataitwa kazini katika jina la Yesu. Hebu omba, hebu omba, hebu omba. Mungu akufanikishe. Wengine eti wameshakata tamaa kwenye maeneo ya kazi, wanasema ya kwamba mtumishi, nimeomba kazi sana. Nisikilize nikwambie, usivunjike moyo wala usikate tamaa. Nipo hapa kukwambia, hebu omba. Popote hapo unaona unaweza kuingia, omba. Muombe huyo mke wako, muombe huyo mume wako, muombe, mfanyie application. Nami nakwambia Mungu atafungua milango katika jina la Yesu, na kazini utaitwa na utarudi hapa kwa ushuhuda. Wako wengi ambao wameomba. Tumeanza hii program zamani, watu wengi wameomba, watu kila mwezi wanapata kazi. Shuhuda ni nyingi, wanaambia mtumishi, nimepata kazi kupitia maombi, nilikuwa sina kazi, tulikuwa tukiomba lakini Mungu amenitendea kazi. Yuko mwingine alikuwa anajitolea tu, lakini Mungu akamtendea kupitia maombi ya kufunga, akapata kazi. Kwa hiyo ndugu yangu, na kuonyesha ya kwamba inawezekana. Wewe ambaye hauna kazi, hebu andika barua, peleka hata kwenye makampuni makubwa, popote pale. Hata kama hiyo kampuni ni kubwa sana, hata kama kazi yako ni Ikulu, wewe peleka hiyo barua, peleka hiyo barua, na kwambia utaona majibu. Mungu atajibu haraka katika jina la Yesu. Utaitwa kazini, utaitwa kazini. Usiogope, usiogope. Fanya tendo la imani, fanya tendo la imani, nami nimekuombea. Mungu akufanikishe. Kwa muombe huyo mwenza wako, muombe mwenza wako, mtangulie, msaidie hayo mambo, msaidie katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, wewe unastahili sifa, wewe unastahili utukufu, wewe unastahili kushukuriwa. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu tusaidie, Mungu tutangulie, Mungu tupiganie katika jina la Yesu Kristo. Hebu muombe huyo mwenzako, muombe mwanaume, muombe kipato chake, muombe kipato chake, muombe kiweze kuwa kikubwa. Mungu msaidie, Mungu mtangulie. Na waombea wanaume wote ambao wanisikiliza na hata ambao wanisikiliza hapa, yeyote ambaye ni mwanaume, Mungu msaidie, Mungu mtangulie. Sasa na familia zinahitaji, mke anamsubiri,
zote. Mungu mtie nguvu mwanaume, Mungu muwezeshe, Mungu msaidie. Wafungulie wanaume milango ya pesa. Hebu muombe mwanaume, kama ni mwanaume wako, hebu muombe Mungu amfungulie milango ya pesa. Muda mwingine wanapitia nyakati ngumu, Mungu afariji, Mungu atangulie, Mungu apiganie, Mungu awezeshe. Hebu omba, hebu muombe, hebu muombe huyo mwanaume, muombe huyo mwanaume, Mungu amfungulie milango ya pesa. Mungu amfungulie milango ya pesa katika jina la Yesu. Na waombea wote ambao wananisikiliza, Mungu awafungulie milango ya pesa katika jina la Yesu. Mungu awafungulie milango ya pesa katika jina la Yesu. Nasema ni asante Mungu, wewe unastahili sifa, wewe unastahili utukufu katika jina la Yesu. Mungu, hata wale ambao hawana kazi, watendee Baba, watendee waweze kupata kazi. Mungu wasaidie wapate kazi, waweze kuitwa kazini katika jina la Yesu. Mungu watendee, Mungu wapiganie, Mungu wawezeshe, Mungu wasaidie katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na kila ila za shetani, kila mpango wa adui hauna nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu utaonekana, Mungu utasimama katika jina la Yesu. Mungu mtangulie, Mungu mpiganie Mungu wa mbinguni huyo mwanamke. Mungu msaidie, Mungu mtangulie, asivunjike moyo, aendelee kuomba, asichoke kuomba. Mungu msaidie, Mungu umtangulie, Mungu umpiganie katika jina la Yesu. Hebu omba ndugu yangu, yaombea mahusiano yako, iombe hiyo ndoa yako. Mwambie Mungu aweze kuonekana, Mungu aweze kusimama, Mungu aweze kuingilia kati katika jina la Yesu Kristo. Mungu amengone, achilia nguvu zako, achilia uweza wako katika jina la Yesu. Na muombea Mungu, na waombea wote kibali kwenye kazi zao, kibali kwenye kazi zao. Mungu wape kibali kwenye kazi zao. Mungu mpe kibali, Mungu mpe kibali. Mume wa huyu ndugu anayenisikiliza, mpe kibali. Mume wa huyu mwanamke anayenisikiliza, mpe kibali. Mke wa huyu mume wa huyu mwanamke anayenisikiliza, na waombea Mungu wape kibali, wape kibali, wape kibali kwa jina la Yesu. Wape kibali wanapotoka, wanapoingia na kukanyaga eneo jipya. Mungu wape kibali, Mungu wape kibali, Mungu wape kibali katika jina la Yesu. Wape kibali Baba, wape kibali Baba, wape kibali katika jina la Yesu. Wape kibali, wawezeshe Mungu wa mbinguni kwenye biashara zao, kwenye shughuli zao. Wapatie kibali, wapatie kibali kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wapatie kibali, wapatie kibali, wapatie kibali katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu kibali chako kiweze kutembea pamoja na wao. Mungu wa mbinguni, Mungu wasaidie, Mungu watangulie, Mungu wapiganie katika jina la Yesu. Naomba kibali chako Mungu watangulie, wape kibali chako, wape kibali chako katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila roho ya madeni inayotesa kila familia. Ewe roho ya madeni, hauna nafasi, hautamweza huyu ndugu anayenisikiliza, hautamweza huyu mwanamke anayenisikiliza. Roho ya kibali iweze kuonekana, roho ya kibali iweze kushuka, roho ya kibali iweze kushuka. Omba kibali, omba kibali, omba kibali. Kata roho za madeni, kata roho za madeni, hazina nafasi. Roho za madeni hazina nafasi, roho za madeni hazina nafasi katika jina la Yesu. Mungu unastahili sifa, Mungu unastahili kushukuriwa katika jina la Yesu. Roho za madeni zinaondoka, nami nazikemea na kuzifukuza. Zinaondoka sasa. Enyi roho ya madeni, haya ondokeni, mwacheni huyu mtu, muwekeni huru. Haya ondokeni, mwacheni huyu mtu, muwekeni huru. Roho ya madeni mwacheni, roho ya madeni mwacheni kwa jina la Yesu. Roho ya madeni hauna nafasi juu ya ndugu, hauna nafasi juu ya hii ndoa mpya. Roho ya madeni haya ondoka na kuamuru uondoke
yake. Iachie hii ndoa, iachie hii ndoa, iachie hii ndoa katika jina la Yesu. Mungu ingilia kati, Mungu kashuke, Mungu kasimame katika jina la Yesu. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu, wewe unastahili sifa, Mungu wewe unastahili kushukuriwa katika jina la Yesu. Na muombea huyu ndugu, Mungu saidie roho ya madeni imeondoka ndani yao, isitawale wala kuwafuata kwa jina la Yesu Kristo. Mungu amengone, msaidie, mtie nguvu huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu muwezeshe, Mungu msaidie katika jina la Yesu. Ewe roho ya madeni, haya ondoka, mwachie huyu mwanaume. Ewe roho ya madeni, haya mwachie huyu mwanaume katika jina la Yesu. Haya mwachie, haya ondokeni. Roho hiyo chafu ipate kuondoka kwa jina la Yesu. Mungu ingilia kati, Mungu ingilia kati katika jina la Yesu. Tunahitaji kuona nguvu zako na uweza wako. Mungu wa mbinguni ukaonekane, Mungu wa mbinguni ukasimame, Mungu wa mbinguni ukashuke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na muombea Mungu wa mbinguni umsaidie, Mungu mtangulie, Mungu mpiganie. Asante Yesu kwa ajili ya huu muda mzuri. Tunaombea Mungu wa mbinguni uchumi wetu uweze kukaa vizuri, kazi zetu zikae vizuri. Nami narejesha kila kilichopotea na kibiwa na adui, narejesha kwa jina la Yesu Kristo. Tunarejesha kwa jina la Yesu. Mungu ingilia kati, tunarejesha katika jina la Yesu. Tunarejesha kwa jina la Yesu. Mungu, tunahitaji kuona uweza wako na nguvu zako. Tunarejesha Mungu wa mbinguni, tunarejesha, maana wewe ni Mungu wa uvuvio katika jina la Yesu. Mungu wa kurejesha, tunarejesha amani, tunarejesha nguvu mpya katika jina la Yesu. Mungu, achilia nguvu zako, Mungu achilia uweza wako, Mungu achilia nguvu zako. Pawepo na uwazi, omba uwazi wepo, mambo ya pesa, uwazi wa mambo ya kipesa, uhuru wa mambo ya kipesa. Embu omba pawe na uhuru wa mambo ya kipesa, muwe na uwezo wa kuamua mambo ya kipesa. Embu Mungu wa mbinguni, Mungu msaidie huyu mwanamke aliyepo kwenye ndoa aweze kuwa na uwazi na uhuru na ukweli wa kuzungumza mambo ya pesa kwa mwenzako katika jina la Yesu. Embu omba Mungu akusaidie ili muelezane vizuri, asifiche mambo ya pesa, msifichane, elekezaneni vizuri katika jina la Yesu. Mungu, asante kwa fadhili zako, Mungu asante kwa nguvu zako. Mungu wa mbinguni ukaonekane, ukashuke katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu wa mbinguni mtangulie, Mungu wa mbinguni mpiganie, muwezeshe katika yote. Hata Mungu wa mbinguni paweze kuwa na ukweli na uwazi kwenye mambo yanayohusiana na pesa, ili muweze kudumu vizuri kwenye ndoa yenu, ili muweze kuwa na amani. Elezaneni mwanaume, mueleze ukweli na uwazi huyo mke wako juu ya pesa unazoingiza. Nawe mwanamke, mueleze kwa ukweli na uwazi huyo mume wako juu ya pesa ambazo unaingiza. Hebu wekeni mezani, ambianeni kwa uwazi na ukweli, usidanganye wala kuficha, maana huyo ndio mwenza wako, huyo ndio mke wako, huyo ndio mume wako, ndio mume wako mtarajiwa. Hebu omba, usiogope, elezaneni, wekaneni wazi ili kila mtu ajue anamsaidia mtu mwenzake. Hebu wekeni wazi, saidianeni katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, tunakataa roho ya kujificha, roho ya uongo kwenye mahusiano, roho ya uongo kwenye ndoa, tunaiharibu, haina nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Kataa roho ya uongo kwenye mahusiano. Wengine ni waongo, hata Mungu wa mbinguni, wengine wapo kwenye ndoa na hawajui waume zao wanalipwa kiasi gani, hawajui wake zao wanalipwa kiasi gani. Eti kila mtu anafanya mambo yake
mke. Hapana, hiyo sio ndoa. Usikubali. Shirikiana na mume wako, shirikiana na mke wako, wekeni wazi kila kitu ili mambo yaweze kusonga mbele. Kataeni mambo ya kuficha ficha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, Mungu asante kwa fadhili zako. Mungu, tumeuona mkono wako, tumeona nguvu zako ukitupigania, ukituwezesha. Siku ya 6 ya kufunga na kuomba, tunakurudishia sifa na utukufu. Mungu wa mbinguni ukaonekane, Mungu wa mbinguni ukashuke katika jina la Yesu. Na waombea wengine juu ya mahitaji yao, wengine matumbo yao yanauma, wengine wana afya sio nzuri, na watamkia afya njema kwa jina la Yesu. Embu shika eneo ambalo linauma, nami nakuombea uponyaji kwa jina la Yesu. Uponyaji wa Mungu na shuka, sijui unauma wapi, sijui ni kichwa, sijui ni wapi, na kutamkia afya njema, na kutamkia afya njema. Naona uponyaji unakushukia hapo ulipo, naona uponyaji unakushukia hapo ulipo. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea afya njema kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mpe afya njema, Mungu mpe afya njema, Mungu mpe afya njema, mpe afya njema huyu anayenisikiliza na kuombea. Mungu akuponye, Mungu akuponye, hayo maumivu yaondoke. Tumalize wote hizi siku 2 pamoja vizuri. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Na kataro za mauti, na kataro za magonjwa hazina nafasi kwa jina la Yesu. Yeyote anayenisikiliza, na mtamkia afya njema, na mtamkia uzima, na kataa magonjwa, na kataa kila uharibifu juu ya afya yake kwa jina la Yesu Kristo. Afya yako itakuwa imara, na kataa magonjwa, na uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, msaidie huyu ndugu anayenisikiliza, mpe afya njema. Mungu muimarishe, mtie nguvu na afya njema katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa fadhili zako, asante Mungu kwa nguvu zako. Wewe Mungu unastahili sifa, wewe Mungu unastahili kushukuriwa na kuabudiwa. Asante kwa fadhili zako Mungu wa mbinguni, na tunamani asante, tunakushukuru Mungu. Tunaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni, mambo yetu ya uchumi wetu, pesa zetu zinakwenda vizuri, roho za madeni hazitakuwa sehemu yetu. Mungu tusaidie, Mungu tutie nguvu, utuwezeshe, utamsaidia kila mwanaume Mungu kuwa mfanyakazi na mchapakazi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa fadhili zako na nguvu zako. Wewe Mungu unastahili sifa na utukufu. Asante kwa ajili ya siku ya 6 ya kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Amen. Kama umenisikiliza mpaka mwisho, basi comment hapo YouTube, kwenye comment section andika kwamba Mungu ibariki kazi yangu, Mungu bariki uchumi wangu, Mungu mpe mume wangu kibali. Comment hapo kadri ambavyo Roho Mtakatifu atakuongoza. Komenti hapo kadri Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Pokea uponyaji, komenti kwamba napokea uponyaji. Komenti hapo, usipite bila kukomenti. Basi nikupongeza ambaye umejiunga nasi kwa ajili ya siku ya 6 ya kufunga na kuomba. Tukutane 6 usiku mpaka saa 7 kwa ajili ya siku ya mwisho ya kufunga na kuomba, na ni kesho tu tunamaliza. Kwa hiyo mwambie Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe, usikubali kuishia njiani. Twende wote mpaka siku ya mwisho kesho. Kesho ni siku ya shuhuda tu, mwendo wa kusikiliza shuhuda, matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo embu omba kwa kumaanisha, ili na wewe iweze kuwa sehemu yako. Katika jina la Yesu na kutamkia baraka za Mungu zitembee na kuambatana na wewe. Amen.